na waandishi wa habari, kama ambavyo nimewaeleza tokea mwanzoni kwamba jambo kubwa ambalo limetuleta hapa ni kuelekea kutamatisha msimu wa 5 wa Red Competition kwa mwaka huu 2021. Kama ambavyo tunafahamu, mashindano haya kwa kipindi kirefu takriban misimu 5 yanaletwa kwenu na kampuni ya Five Brothers Entertainment ambayo inaratibu shughuli mbalimbali za kiburudani ndani ya mkoa na nje pia ya mkoa huu kwa lengo la kufanya watu waendelee kupata burudani. Kwa hiyo moja kwa moja nitamkaribisha ndugu yangu Miss Kanda, yeye atazungumzia mambo ya kiburudani kutoka kampuni ya Five Brothers Entertainment, ikiwemo na hili ambalo tunakwenda kulizungumzia siku ya leo. Waandishi wa habari, mambo vipi? Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Miss Kanda, lakini wengi wananifahamu kama Mapene Kanda. Mimi ni msemaji wa kampuni ya Five Brothers. Na Five Brothers kama mnavyojua, tuko kwa ajili ya kutoa huduma kwa jamii. Sisi kila kitu ambacho tunachokiona kinafaa kwa jamii, huaga tunakifanya kama fursa pia kwa wananchi wa mkoa wa Tanga. Na vile vile tunafahamu kama Five Brothers tunajihusisha na mambo mengi tu, kodishaji wa machorobai, tuna sound, tuna stage, lakini pia tuna saluni, tuna mambo mengi tu, lakini pia vile vile tunaangalia burudani kwa jamii. Na ndio maana tukaandaa Red Competition 2021 msimu wa 5 toka 2017 mpaka 2021. Na katika Red hatuangalii tu Red peke yake, bali ndani ya Red pia vile vile kunakuwa na burudani. Kuna wasanii pia na perform zile pia na fursa, sababu kama tumeweza kusikia jingo hapa ya Red Competition 2021 ni kijana mdogo, lakini uwezo wake tuliweza kuona kwenye Red 2020. Kwa hiyo hii pia ni fursa yake, na tumeamua pia kama Five Brothers kusimama naye kama msanii wa Five Brothers, anaitwa KD Soldier, na ndio huyo ambaye ametengeneza wimbo wa Red Competition 2021. Kwa hiyo kama Mapene Kanda na Red Competition nasimama kwenye pia kusimamia wasanii ambao wataperform kwa ajili ya Red Competition 2021. Asante. Basi wakati huu nichukue nafasi ya kuwakaribisha sana ndugu zangu waandishi wa habari. Moja kwa moja tunaingia katika mlengo wa Red Competition. Mwenyeji wetu hapa ni Five Brothers Entertainment, ndio maana bwana Mapene Kanda ameizungumzia Five Brothers. Tuko kwenye Red Competition. Naizungumza hapa, mimi naitwa Mshenga Hussein Mwalimu. Wengi wamezoea kuniita Bage, lakini mimi napenda sana kuitwa Mshenga the host. Ila watu watakavyoamua ndio hivyo hivyo. Mimi ni miongoni mwa waratibu wa mashindano haya ya Red Competition kwa misimu yote 4, lakini nilikuwa nikihusika sana kwenye swala la mahusiano, lakini pia na utoaji wa taarifa, lakini pia na habari. Yani nilichukua jukumu la kuwa kama afisa habari wa mashindano haya, lakini nilikuwa na deal pia na kitengo cha mahusiano na kitengo cha masoko, kila sehemu, ili mradi mashindano haya kwa misimu hiyo 4 mpaka kufikia huu msimu wa 5 tuweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mimi neno tu ambalo naweza kulisema ni shukrani kwa watu wa Tanga. Hakika mwamko kadri siku zinapokwenda umekuwa ukiongezeka siku hadi siku, lakini chachu ya yote haya anayejua mratibu mkuu wa mashindano haya, dada yetu Zaituni. Kwa hiyo naomba nichukue nafasi hii nimkaribishe mratibu mkuu wa mashindano haya ya Red kwa misimu yote 5. Mabonde na milima amevuka, changamoto zote amepitia, lakini still mpaka leo amesalia kuwa mratibu wa FBRC kwa maana ya Five Brothers Red Competition kwa misimu yote 5. Kwa hiyo Chachi, karibu sana tuweze kufahamu hatua zilizopitiwa kwa mwaka huu 2021, ambapo tunaelekea kutamatisha msimu wa 5 wa mashindano haya ya Red Competition. Karibu Chachi. Zaituni, mambo. Asante sana, ni Mshenga the host. Asalamu alaykum.
Habari ya asubuhi. Kwa majina naitwa Zaituni ya Haya Mango, ni mratibu wa mashindano haya ya rede kwa msimu wa 5 sasa. Msimu wetu wa 5 tunashukuru tulipata timu nyingi kidogo, japokuwa kulikuwa na changamoto 2-3. Tulipata timu 11 ambayo kulikuwa kuna timu Taksima, timu Texas, Maisha Queens, Mwarongo, DJ Doto, niko kwa ni fitness, niko kwa ni basket, Tanga Kwanza pamoja na Piari. Ndio timu ambazo tulikuwa nazo kwa wakati huu. Mashindano yalikuwa ni mazuri na mwitikio ulikuwa ni mzuri, timu zilikuwa zina ushindani mzuri, nimefurahi kwa hilo. Na zilileta hamasa na chachu tofauti. Lakini kwa bahati nzuri au mbaya tulianza kupunguza timu ili kubaki na timu ambazo tutakazoingia kwenye finali. Timu tulizoanza kuzipunguza zilikuwa ni timu Texas na timu Taksima. Ndio ilikuwa za kwanza kutoka katika mashindano haya ya rede msimu wa 5. Timu zilizofuata kustoa, tulitoa timu ya Mwarongo, timu ya Maisha Queen na timu DJ Doto. Tukabakia na timu 6. Baada ya kubaki na timu 6 tukapunguza timu tena nyingine 2 ambao ni We Family pamoja na Piari. Na tukaweza mashindano yalikuwa ni makali kwenye nusu finali kumtafuta mtu anaingia finali. Tukaweza kupata timu Tanga Kwanza na timu ambayo ni anahitaji bingwa mtetezi ndio ameingia kwenye finali tena kugombea kombe hili la msimu huu wa 5. Na timu ambazo zitaweza kugombea mshindi wa 3 na wa 4 ni timu Mkokwani Fitness na timu Munka. Basi ninapenda kuwakaribisha kesho siku ya finali tarehe 14 mwezi wa 3 2021, mje kwa wingi kuangalia michuano hii ya rede msimu huu wa 5. Asanteni sana. Makofi kwa Zaituni Mango. Yeye ni mratibu kwa misimu yote na ametueleza mchakato ulivyokuwa mpaka kuweza kufikia hapa. Bila shaka baadaye kama kutakuwa na mtu atakufahamu, nafikiri maelezo ndio haya. Lakini msimu huu wa 5 Five Brothers Rede Competition kwa maana FBRC tumeweza kupata nguvu kutoka Tanga Fresh Company Limited, Anjari Factory kupitia Anjari Q Water, lakini bila kuwasahau AA Shehoza Company Limited, Tanga Graphics, La Costa Pub pamoja na Thinkers TV. Lakini kwa nafasi hii pia nitambue uwepo wa vituo mbalimbali vya television, online TV, lakini pia pamoja na blogs. Tambue uwepo wa Michuzi Blogs, tambue uwepo wa Benz TV Online, Thinkers TV, Peacemaker TV, Kimami TV, Five Brothers Media TV, lakini Bunu TV. Nitambue uwepo wenu kwa kuwepo katika eneo hili. Lakini pia nimepata taarifa kwamba tuko live. Tuko live? Okay, tanipa link kwenye nani yangu ili tushirikishe na watu ambao wako nje ya mkoa wakati huu waweze kwenda sawa na sisi. Basi kwa nafasi hii, baada ya kumsikiliza mratibu moja kwa moja, namkaribisha mkurugenzi wa Five Brothers Entertainment ambaye yeye atachukua nafasi pia ya kuwakaribisha wadhamini wa mashindano haya ya Five Brothers Rede Competition kwa msimu huu wa 5. Kwa heshima na taadhima, naomba nimkaribishe ndugu Nasor A. Makau kwa ajili ya kutupa speech aliyotuandalia kwa siku ya leo kuelekea finali za Rede Competition. Habari za muda huu, mabibi na mabwana. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Nasor Makau, ni mkurugenzi wa kampuni ya Five Brothers Entertainment. Kwanza kabisa niwakaribishe katika mkutano wetu mfupi wa leo ambao lengo na nia na madhumuni ni kuja kusema chochote kuhusu mashindano yetu ya FBRC kwa maana ya Five Brothers Rede Competition 2021. Karibuni sana. Niwakaribishe
ndugu waandishi wa habari, lakini vile vile niwakaribishe wadhamini wetu ambao kwa siku ya leo kulia kwangu yuko main sponsor ambaye ni mwakilishi kutoka Tanga Fresh, Mr. Bakari, lakini kushoto kwangu yupo Saamami ambaye ni mmoja au ni co-sponsor mmoja wa wadhamini wetu ambaye ameiwakilisha Anjari Soda Factory. Karibuni sana. Baada ya kusema hayo, watapata nafasi na wao kuongea, ili kwa sababu kulikuwa na Tanga Fresh alikuja au lakini kwa bahati hayupo. Ni Bwana Bakari yeye amekuja kama mwakilishi kuona je yale ambayo tumepanga yanakwenda kama utaratibu wake. Kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutufikisha hapa salama, kwa sababu msimu wa 5 mfululizo bila kukatika. Mashindano yetu haya yalianza mwaka 2017 kwa msimu wa kwanza, na hatimaye leo ama kesho tunakwenda kwenye kumaliza msimu wa 5 wa FBRC Five Brothers Ready Competition. Lakini vile vile niwashukuru sana wa habari, kwa sababu kwa kipindi chote cha miaka 5 tumeweza kuwa bega kwa bega katika kulisukuma gurudumu letu hili mbele mpaka leo hii FBRC imeweza kuwa na wadhamini. Kwa sababu kipindi cha nyuma tuliweza kuizindua FBRC ikiwa haina mdhamini hata mmoja, kwa sababu pamoja na mchakato wetu kama tusingekuwa na timu tusingeweza kufanya mchakato huu. Kwa hiyo nizishukuru sana timu zote 11 ambazo zimeweza kushiriki, japokuwa nyingine zimetolewa, lakini kwa sababu kiutaratibu hatuwezi kucheza fainali kwa timu 11. Hatimaye lazima fainali ichezwe na timu 2. Lakini vile vile niwashukuru sana. Mchezo wa rede umekuwa mchezo maarufu sana. Mchezo wa rede umekuwa na watazamaji wengi, na ndio maana ukija saa 10 katika siku zote za mashindano ya mchezo wa rede kumekuwa na watu wengi sana, kiasi kwamba kwa mwaka huu kuna kategori ambayo kutakuwa na mhamasishaji bora. Katika kategori mojawapo ambayo watapewa zawadi ambayo kwa misimu 4 iliyopita haikuwepo, kutakuwa na mhamasishaji bora. Kwa sababu tunajua kuna watu wengi ambao walikuwa wanakuja, lakini kuna watu ambao walikuwa na hamasa zaidi na kuweza kufanya kuwashawishi watu wengine. Kuna baadhi ya watu walikuwa wanakuja kwa ajili ya kuwatazama hao wahamasishaji, na ndio maana tumeamua kutakuwa na kategori ya mhamasishaji bora. Lakini vile vile sitakuwa mkosefu wa shukrani kama sikuishukuru sana timu yangu ya Five Brothers Entertainment. Kampuni ya Five Brothers Entertainment au Five Brothers Team imeweza kujitoa kutoka mwanzo wa mashindano mpaka tunaelekea kufinalize, kwa sababu wao ndio walikuwa watendaji wakuu. Ngazi ya juu tunatoa maelekezo, lakini si wao ilikuwa tunataka wafanye kile ambacho tumekifikiria. Niwashukuru sana. Lakini tunajua kwamba kama nilivyotangulia kusema awali, mara ya kwanza kabisa hatukuweza kuwa na wadhamini, lakini safari hii tumekuwa na baadhi ya wadhamini ambao Tanga Fresh ndio main sponsor wa mashindano yetu ya Rede Five Brothers Rede Competition kwa mwaka 2021. Lakini Anjari Soda Factory pia ndio co-sponsor wa mashindano yetu haya Rede ya mwaka 2021 msimu wa 5. Lakini vile vile niwashukuru La Costa Pub Entertainment, pia wao wameweza kutuunga mkono kwa namna moja ama nyingine. Lakini vile vile pia niwashukuru Thinkers TV, tengeneza mjasiriamali mwingine, na ndio maana huwa tunatoa product za Azam ambayo ni kama ngano, mafuta na baadhi ya vitu vingine. Tuwashukuru sana AA Shehoza. Lakini vile vile katika Five Brothers kama alivyoongelea msemaji wa kampuni, Five Brothers Entertainment au Five Brothers Inc. ina vitengo vingi. Kuna Five Brothers Barbershop, kuna Five Brothers Aluminium, lakini kwa hapa naomba nishukuru sana Five Brothers Disposable, kwa sababu kwa wale ambao tumefika hapa tumeweza kuona tunatumia disposable kwa kunywea vitu vyetu vingine, lakini kuna wajumbe wengine wameingia wanaweza kuendelea kupata disposable, maji, refreshment zote ambazo tunatumia disposable. Kwa hiyo pia niwashukuru sana Five Brothers Disposable kwa kuweza kutuunga mkono kuona Five Brothers
Rede competition inakwenda katika ubora wa 100% kwa kile ambacho tumekipanga. Baada ya kushukuru na kutoa shukrani zangu za dhati, inawezekana kuna watu ambao nimewasahau, lakini vile vile kuna Tanga Graphics. Tanga Graphics wao ndio wamefanya michakato yote hii ambayo tulikuwa tunaiona kwenye mitandao. Tanga Graphics ndio wameweza kufanya graphics, kuweza kufanya yote yale ambayo yameweza kuonekana. Kwa hiyo pia niwashukuru sana Tanga Graphics. Lakini inawezekana kibinadamu kuna watu ambao nikawa nimesahau kushukuru kwa namna moja ama nyingine, lakini nishukuru michango yote ya mawazo ambayo kuna baadhi ya watu wanatoa mawazo kila siku, lakini katika lengo kubwa la kufanikisha na kuboresha. Lakini vile vile niwashukuru kwa wale ambao pia walikuwa wanadis mambo fulani, lakini wao walikuwa wanatupa changamoto kuweza kutatua zile changamoto. Lakini kauli yangu ni kwamba tuseme ukweli ili tuweze kwenda pamoja katika vitu vilivyokuwa bora na vyenye hadhi ya kitaifa na kimataifa. Naomba nihame upande mwingine kwa sababu kesho ndo tunaelekea kwenye finali za Rede competition. Mashindano yetu yataanza saa 10 kamili, ambapo mgeni rasmi atakuwa ni mstahiki meya wa jiji la Tanga, ndugu yetu Abraham Anshilo, ndiye atakuwa mgeni rasmi katika siku ya kesho. Lakini kutakuwa na wageni waalikwa wengi, watu maarufu pamoja na viongozi mbalimbali watakuja kushuhudia mtanange au finali, nani anatawazwa kuwa bingwa mpya wa mashindano ya Rede. Kwa hiyo huyo ndiye atakuwa mgeni rasmi, ndugu yetu Abraham Anshilo. Lakini kutakuwa na wageni waalikwa, lakini mashabiki na shamra tofauti zitakuwepo. Lakini sasa naomba nihame kwenye zawadi, kwa sababu tunajua katika kila jambo baada ya watu kushindana kuna kitu ambacho lazima kila mtu apate ama zawadi. Timu zetu zilikuwa ni 9, ambazo timu zilikuwa 11. Timu zilikuwa 11, lakini zikaenda zikapungua. Lakini sisi tunasema kwamba tunatambua mchango wote wa timu zote 11 ambazo zimeshiriki moja kwa moja katika mashindano yetu ya Rede Competition 2021. Lakini tukianzia chini kwenda juu, washindi wote watapata zawadi. Na kama tulivyosema, mpaka wahamasishaji watapata zawadi. Lakini waandishi wa habari, kwa sababu wao hatuweza kuwafikia mmoja, tutawapa shukrani za dhati. Na shukrani hizi zinatoka ndani ya nafsi zetu, ndani ya mioyo yetu, kwamba tunatambua kabisa mchango wao wa kuweza kuifikisha Rede competition mpaka hapa ilipofika. Lakini tuseme kwamba washindi wa kwanza mpaka wa 6 wana zawadi zao, lakini kuna wa 7 mpaka wa 11 kuna zawadi zao. Mshindi wa 5 mpaka wa 11 wao watapata bidhaa kutoka Azam au kutoka kwa AA Shehoza Company Limited, ambaye ni wakala mkuu wa Azam. Wao watapata certificate kama utambulisho kwamba wameshiriki nasi katika mtanange wa kumtafuta bingwa, japokuwa wao hawakupata nafasi. Watapata product kutoka Azam, ambapo watapata soda za Azam, lakini vile vile watapata certificate. Lakini sasa tuende kwenye nafasi ya kwanza mpaka ya 4. Mshindi wetu wa kwanza kabisa atapata kombe kubwa lenye hadhi ya kimataifa, kwa sababu unajua hadhi zinatofautiana. Kuna hadhi ya kiwilaya, kuna hadhi ya kimkoa, kuna hadhi ya kitaifa. Atapata kombe kubwa. Hatutaki kusema sana kwa sababu mwisho siku unajua kombe la mwaka jana libidi lilindwe mabouncer 11. Lakini pia kwa sababu kombe la mwaka huu lina hadhi, kwa sababu sio la almasi, ni la dhahabu kama la mwaka jana. Kwa hiyo naomba nitamke kwamba atapata kombe kubwa lenye hadhi ambalo ataweza kukaa nalo, ataweza kulifanyia, ambapo anaweza kufanya kwa kipindi chote atakachokuwa nacho, kwa sababu unapotawazwa kama ukiwa mbunifu na lile kombe, unaweza ukapata vitu vingi zaidi ya zile zawadi ambazo umezipata. Lakini zawadi nyingine wataweza kupata pesa taslim, cash money. Unapozungumzia cash, ina maana ni pesa taslim.
yani sio pesa za mkopo, pesa taslimu kwa thamani zile zitakuwa ni shilingi 10,000, 10 zitakuwa 15 kwa thamani ya shilingi 100,000 na shilingi 50,000 mshindi wa kwanza. Bado zawadi hizo zinaendelea. Wataweza kupata medali. Medali zile watavishwa juu ya jukwaa, ambazo medali zile zitakuwa ni za dhahabu. Zitakuwa na rangi ya dhahabu. Medal. Tunajua kila timu ina wachezaji 7 na ina reserve 3. Watavishwa medali hizo washiriki wote 7 pamoja na reserve 3. Lakini vile vile watapata ngano kilo 25 kutoka kwa AA Shohoza Company Limited. Vile vile wataweza kupata mafuta lita 10 ambayo mafuta yale yataweza kufanya kile ambacho wanakitazamia. Lakini vile vile watapata certificate. Certificate ile kama utambulisho kwamba wao wameshiriki. Lakini vile vile watapata soda kutoka AA Shohoza Company Limited. Lakini vile vile watapata maji kutoka Anjari Soda Factory. Tutampa nafasi ndugu yetu Anjari Soda Factory, yeye ndo atasema atajimwaga vipi hapo kwenye hiyo nafasi. Lakini sisi tunasema tu kwamba watapata maji kama ni maji moja. Lakini vile vile naweza kupokea kimemo kutoka mkono wa kulia kwamba vile vile kwamba je, siku ile pale kesho itakuwaje. Yeye sio msemaji kama nilivyotangulia hapo awali. Hizo ndio zawadi kwa thamani ya vitu vyote hivyo ukivijumlisha, mbali na medals na nini, unapata sio chini ya shilingi 500,000 kwa mshindi wa kwanza. Lakini mshindi wa pili atapata pesa taslimu, atapata medals za silver. Nimeshaanza kupokea kimemo hapa. Atapata medals za silver, atapata ngano kilo 15, atapata certificate, atapata soda kutoka AA Shohoza, lakini vile vile atapata maji kutoka Anjari Soda Factory. Ukiangalia thamani ni kama 3,500 kwa mujibu wa jumlisha. Lakini tuna mshindi wa 3, huyu atapata pesa taslimu shilingi 100,000 mshindi wa pili. Lakini mshindi wa 3 atapata pesa taslimu shilingi 70,000, atapata mafuta, atapata ngano kilo 10, atapata certificate, atapata soda, atapata maji na atapata nikisome kimemo maziwa pia watapata. Okay. Naomba tupige makofi. Anayefanya jambo lolote lazima mshindi wa 3. Lakini tuna mshindi wa 4. Mshindi wa 4 katika package yake tukiangalia slim, atapata ngano, atapata mafuta, atapata certificate, atapata soda. Kwa hiyo tukiangalia package yake sio chini ya shilingi 100,000. Lakini vile vile tutakuwa na mchezaji bora. Mchezaji bora ataweza kupata pesa taslim, lakini vile vile atapata kikombe kidogo. Lakini vile vile kwa mwaka huu, kwa sababu hatukupata mfungaji bora, kwa maana mwaka jana tuliangalia mfungaji mwenye magoli mengi, kwa hiyo kategori ile tulihamisha kwenda kwa mhamasishaji bora. Mhamasishaji bora ni convenience, yule ambaye ameconvince watu wengi sana kuweza, aidha hata kuna baadhi ya wachezaji wameweza kufanya vizuri kwa kuweza kushangiliwa. Kwa hiyo tutakuwa na mhamasishaji bora. Lakini tutakuwa na timu yenye nidhamu pia itaweza kutambuliwa, kwa sababu kwenye wengi kuna timu ambayo inaonyesha participation yake na the way jinsi gani iliweza kuparticipate mwanzo mpaka mwisho. Huo ni upande wa zawadi ambao tumeweza kuona na tumeweza kufanya yale ambayo tumeweza kwa mujibu wa uwezo wetu kuweza kuyafanya. Lakini naomba niwakumbushe tena, tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka 2021 ndio siku ya finali. Naomba niwakaribishe wanatanga, wana nje ya Tanga na wengine waliokuwa nje wanaweza ku extreme, wataweza kuona shindano letu moja kwa moja kupitia Extreme Live. Kwa hiyo pia watu wote ambao wako nje ya nchi wanaweza kuona vitu gani vinaendelea hapa Mkwakwani. Lakini tena na tena niweze kutoa shukrani zangu za dhati kwa wale wote ambao nimewataja. Niseme asanteni sana, kwa sababu tunajua
katika uandaaji huu wa matamasha, tena hasa kwenye zile hadhi kama ambazo tunazifanya, kuna changamoto nyingi. Inawezekana kuna baadhi ya sehemu tumekosea, inawezekana kuna baadhi ya sehemu tumekwazana. Naomba kwa nafasi hii niombe radhi kwa wale ambao kuna namna moja au nyingine tumeweza kugongana, kuweza tusifike yale malengo ambayo tumeweza kwenda sawa, lakini hizo zote ni katika changamoto, lakini kikubwa ni katika kufanikisha ili jambo letu liweze kwenda sawa. Kwa nafasi hii sasa naomba nimkaribishe Samami ili aweze kusema yale ambayo ameandaa kusema, lakini baadaye itarudi mic kwangu kama kutakuwa na mtu mwenye swali, ili tuweze kupeana fursa kwamba tumekuja hapa, mkurugenzi na wadhamini wake ndio wameongea bila watu wengine kuweza kupata nafasi ya kuongea. Naomba nimpe nafasi chache ya muda dada yangu Samami ili aweze kusema chochote, lakini baadaye anirudishie mic ili kama kutakuwa na kitu chochote cha kufinalize, kama kutakuwa na maswali, lakini baadaye itabidi nirudishie. Bwana Yesu asifiwe. Najua tuko kwa Christmas sasa hivi, kwa hiyo lazima tutishe hii. Mimi kwa jina ninaitwa Samami ama Mami almaruf, meneja wa mauzo na masoko wa Anjari Soda Factory Limited Tanga. Ukizungumzia Anjari umeizungumzia Tanga. Watu wanatoka huko wakija hapa wanauliza wanataka health, wanataka Anjari. Kwa hiyo usipokunywa Anjari ukitoka mahali kwingine unakuwa ni makosa la jinai. Lakini twende moja kwa moja kwenye tukio la leo. Kwanza kabisa tuwashukuru ndugu zetu wa Five Brothers Entertainment kwa nafasi kubwa ya kutupa uhusiano. Unajua hata udhamini lazima muwe na mahusiano. Tumefanya mahusiano kati ya sisi Anjari Soda Factory Limited na Five Brothers. Tunawashukuru sana. Tunakushukuru sana mkurugenzi na timu nzima. Lakini kikubwa kabisa kilichotufanya sasa sisi tufanye uhusiano na Five Brothers ilikuwa ni Rede competition ama mashindano ya Rede kwa msimu wa 5. Kwa nini tumeamua kudhamini? Unajua kuna mahali kuna tamaduni zake. Tanga tuna tamaduni zetu, na ukizungumzia Anjari tumeizungumzia Tanga. Tamaduni za Tanga ni drafti, kuna zumna, kuna Rede. Sasa tumeona tuenzi tamaduni. Tumekuja kusponsor ama kudhamini kwa sababu tumekuja kuenzi tamaduni zetu. Tumekuja kuenzi tamaduni za Tanga. Lakini la pili pia sisi kama Anjari tumedhamini kupitia maji yetu ya Q. Anjari Q Water kama mnavyoiona hapa mimi ninayo. Haya ni maji yanatengenezwa Tanga, yana ladha ya Tanga. Ukiyanywa kabisa unajua uko Tanga. Kwa hiyo tumedhamini kupitia maji, na kama unavyojua michezo inaendana na maji. Mwana michezo hata siku moja hawezi kutoka kukimbia aende akanywe soda, lakini anatoka kukimbia au anacheza michezo yake, na akimaliza au katikati ya mchezo anakunywa maji. Na ndio maana mnaona tumedhamini kupitia maji. Lakini tuna bidhaa nyingine kama soda na syrup ambayo ile ni maarufu kabisa, watu wanaweka na maji. Kwa hiyo ukitaka kunywa syrup pia unachukua maji ya Q na syrup. Kwa hiyo tumedhamini kupitia maji ya Anjari Q, na kesho yatakuwepo kwa sababu watu wamecheza yalikuwepo sana. Michezo yote watu wamekunywa maji ya Q. Kesho maji tutakuwa tuko nayo, na kwa msimu unaokuja pia tunaona kuongeza nguvu kubwa zaidi, kwa sababu tunajua pia shindano hili limeshatengeneza jina. Na tuongeze tu kwa mkurugenzi, kwa sababu hawa ni kina mama, una uwezo wa kuwatengenezesha vikundi. Sisi kama Anjari tuna uwezo wa kuwawezesha mitaji. Nikikupa maji na soda uende ukaeke tangamano pale, watu wakipita wanakunywa. Kina mama wengine hawana kazi, tayari ile ni ujasiriamali. Mimi nimempa mtaji, nimemwezesha. Kwa hiyo ukae na hilo pia kulifikiria, kwamba ukija kwangu na proposal nzuri, basi mambo yatakuwa yameenda. Halikadhalika pia kesho tutakuwepo hapa, kila mtu atakunywa maji. Tutakuwa na maji ya kumwaga, yani nyinyi mnakunywa tu. Mtu akitia sobiso, najua sobiso maana nami nimecheza Rede. Mtu akitia sobiso pale akiruka namna hii, kanyanyua miguu, akishuka na chupa ya maji anagonga. Hiyo ndo kazi ya Anjari kwa kesho. Kazi ya Anjari kesho ni kumwezesha kila mmoja kuthamini kiu yake.
Sasa naona nitoe nafasi kwa muda uliobaki kama kuna jambo lolote la kuchangia, la kusema chochote, ili tuweze kufanya usawa wa meza kuu na upande wa pili ili kuweka sawa tumalize. Karibuni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni mwenzetu bwana. Swali langu ni moja kwa mkurugenzi wa Five Brothers Entertainment, Bwana Nasa Makau. Nasa Makau ni mwanaume. Kwa nini uliwaza mchezo wa rede ikiwa ni mchezo wa kike? Usingewaza football? Asante Bwana Albab. Bwana Albab amesema kwa nini rede mchezo wa kike isiwe michezo mingine. Lengo na nia na madhumuni kwa mchezo wa rede. Mchezo wa rede historia yake tulianza ulikuwa kama bonanza. Haukuwa katika msimu wa ligi. Mwaka 2017 tuliandaa bonanza la rede. Lakini lilileta mafanikio makubwa kwa sababu ilionekana kabisa iliwagusa watu wengi. Na ndio maana baadhi ya sehemu ilikuwa tukienda kuomba udhamini, hata kwenda kumwambia mtu, wamwambia kwamba tuna mchezo wa rede, anakuambia rede? Ndio hata kaje ile rede. Yaani kwanza mtu alikuwa anashtuka, rede? Kwa sababu rede tunajua kwamba ni mchezo wa zamani ambao dada zetu, mama zetu waliweza kuucheza kipindi cha miaka ya nyuma. Lakini tunajua kadri teknolojia zinavyobadilika, watoto wengi wamehamia kwenye mitandao kutokana na teknolojia. Watu wamebadilishwa na teknolojia, watu wanakaa kwenye simu, lakini michezo ya zamani mingi imesahaulika. Baada ya hapo tukaona kwamba huu mchezo unaweza ukawa ni mchezo kwanza wenye tija. Kwa maana kwamba wasichana tumeona katika msimu mmoja ule wakati wanafanya mazoezi, unawaondoa katika mawazo potofu. Kwa hiyo ni mchezo ambao kwanza una uwezo wa kuwakusanya wasichana wakafanya michezo kwa kupitia michezo yao, lakini lengo na madhumuni ni kuirudisha michezo yote ya zamani. Michezo yote ya zamani kwa maana kama rede, ukuti, kombolela. Kwa hiyo lengo ni kurudisha michezo ya zamani. Kwa hiyo ukuti najua wewe ulicheza, mlishikana mikono, lakini kibunzi pia ulicheza. Kwa hiyo inawezekana ikawa ile ni michezo ya wanaume, lakini mchezo wa rede ni mchezo wa wanawake, lakini tumeamua kuirudisha michezo ya zamani yenye tija, lakini pia kwa sababu tunajua wasichana wanavyocheza, wanavyochoka, wanaweza wakajitoa katika mitazamo mibaya ya kuwapeleka kwenye kufanya mambo mabaya, madawa ya kulevya. Kwa hiyo hilo ndio lilikuwa lengo kubwa. Asante. Kwa jinsi ambayo tumeshuhudia rede muda mrefu, tumeona kwamba kuna mapinduzi makubwa. Tunataka kujua kwamba Five Brothers zimejipanga vipi rede ivuke mipaka iende nje, kwa sababu karibu na Mombasa na pamoja na nchi nyingine jirani, na wakati gani ya kushoka mbali inafika kule, lakini pia vile Five Brothers ilikuwa mkiandaa mashindano ya mistanga. Hili ni swala lilichokoza tu, lakini ndio sio sehemu yake. Je, safari hii labda Five Brothers tutegemee nini hasa katika mashindano ya urembo baada ya kubobea katika michezo ya rede? Kwanza kama alivyokiri muuliza swali kwamba tunaona kwamba rede kadri inavyokwenda inaenda kwa juu, lakini naomba niseme tu kwamba kuna surprise kubwa. Ina maana rede 2021 inaweza ikawa ni kubwa kuliko miaka minne. Kwa maana hiyo ni kwamba niseme tu kwamba kuna kitu kikubwa. Na lakini swali jingine nadhani upande wa mamisi ama Five Brothers, kama Five Brothers ina kalenda ya mwaka ambayo kutoka mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12 ina matukio, ambapo tukio la kwanza katika mwaka husika ni swala la rede, ambalo rede inakwenda 2010 mwezi wa pili mpaka mwezi wa 3. Lakini baadaye tuna kipindi cha Idi, tuna Idi Fetefete ambayo inaingia kwenye kalenda. Lakini tukio jingine sasa hivi kama tulivyoona katika uzinduzi, tulifanya matukio mawili kwa wakati mmoja, double, kwamba Five Brothers sasa hivi inamiliki jukwaa. Tena kwa sasa hivi baada ya uzinduzi inamiliki majukwaa, yani majukwaa mawili ya boxing. Kwa hiyo tunatazamia kufanya mashindano ya boxing mwezi wa 6 makubwa, ambayo yataleta mapinduzi makubwa. Kwa hiyo pia hili litaweza kujibu swali lile, kwa nini rede mchezo wa kike. Sasa tunaingia kwenye vitasa. Lakini baada ya mwezi wa 6 tuna mwezi wa 8 kuna Idi tena, kuna Idi Fetefete nyingine. Lakini mwezi wa 9 tuna Tanga Women Gala, ambapo tunarudi tena kwa kina mama. Tanga Women Gala ambayo limekuwa ni
tamasha lenye mafanikio makubwa, ambapo Tanga Women Gala imeweza kuizaa Five Brothers Disposable, kwa sababu baada ya kuandaa Tanga Women Gala ndio Five Brothers ikaona wajasiriamali wanapata changamoto kubwa katika vifungashio, ndio ikaonekana Five Brothers itumie changamoto kuwa fursa, kuitengeneza kwamba lazima tuwekeze kwenye disposable and packaging. Lakini ile ilizaliwa na Tanga Women Gala, ambayo tamasha linalofanyika mwezi wa 9. Lakini mwezi wa 12 tutakuwa na tamasha jingine ambalo ni Tanga Festival. Tanga Festival litacombine kwamba wasanii wa Bongo Flava, lakini tutakuwa na vitasa, tutaviunganisha pamoja. Itakuwa ni festival kubwa, itaweza kuchanganya michezo 3-4 katika sehemu moja. Lakini kwa mwaka huu hatujajipanga kuandaa misanga, kwa sababu kalenda yetu tayari ilikuwa iko full, kwa sababu tunafanya mambo kwa kalenda. Kwa hiyo tuangalie mwakani kama tutaweza tukaingiza kwenye ratiba zetu. Lakini najua kwamba chachu kubwa ni kuona mistanga zilizofanyika kipindi cha nyuma zilikuwa na ubunifu na ukubwa wa namna yake, na ndio maana msemaji huyu amesema ni namna gani tutaweza kurudi kwenye mashindano yale. Kwa hiyo ni kiasi cha kuingiza kwenye kalenda yetu ya mwaka, lakini tuahidi kwamba sisi kila wanatanga wanachokitaka ndicho tunachokifanya, kwa lengo la kufanya kila tutakachokifanya kiwe kwenye jambo la ubora ule tunaoita ubora wa kimataifa. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Ibrahim Kunoga, ni mwandishi reporter wa Global TV by the way. Nikupongeze Bwana Nasa kwa kuweza kuzidi kuipa kipaumbele Rede competition, na kwa sasa hivi unapozungumzia Rede lazima umguse Five Brothers. Of course imekuwa ni moja kati ya brand katika huu mkoa wa Tanga. So moja kati ya kitu ambacho kimekuwa ni challenge of course kwa sisi ambao tuko huko nyuma, tunafahamu kwamba kwa hawa ambao wanachezesha mchezo imekuwa ni changamoto kwamba wamekuwa wanapendelea timu fulani. So labda kwa wewe hapo umeangalia vigezo gani ambavyo unajua kwamba kwa hawa ambao watakaochezesha ili kusiwepo na maneno ama hizo changamoto ndogo, hebu tuambie vigezo ambavyo umeviweka kwa hawa marefali ambao wanachezesha mchezo wa kesho, especially ndo final. Kwanza nipokee shukrani za pongezi, kwa sababu nyinyi ndio wadau ambao mnaona kwa jicho la tatu. Inawezekana sisi hatuoni macho mawili, lakini kubwa ilivyo ni kwamba yani Kiingereza, lakini na mimi nasema sometimes, saa nyingine kwamba unapofanya jambo unawezekana unafanya makosa, lakini kuna baadhi ya watu hawezi kukufikia kukuambia, lakini mtu anayekuambia ni yule mtu anayetaka ufanye vitu vizuri zaidi. Huenda kwa mwakani mashindano yetu yakaonyeshwa moja kwa moja, ambayo yatakuwa yanaonekana Tanzania, East Africa na nje, Burundi, Rwanda na kadhalika. Itakuwa ni njia mojawapo ya kuipenyeza sasa Rede kimataifa, kwa sababu tutakuwa tumetoka katika taifa moja kwenda kwenye taifa jingine. Huo ndio mpango mkakati wa kuweza kutoa. Lakini kubwa tunatamani kufanya vitu vikubwa, lakini kama nilivyotangulia hapo awali kusema, kiukweli tunatumia nguvu kubwa ku maintain status. Na sometimes pia na washukuru ndugu zetu wa sponsor, lakini kama unavyojua kwamba uchumi umeyumba kwenye tasnia zote. Kwa hiyo sometimes sisi kile kidogo ambacho tutakuwa tunakipewa tunajaribu ku maintain. Kikubwa sisi tuna maintain status, kufanya vitu vyenye level na hadhi ambayo ni hali ya juu. Lakini twende kwenye changamoto ya waendeshaji na marefari. Kiukweli kuna baadhi ya mambo yanakuwa ni ya kuonekana, kwa sababu kwamba inaonekana kwamba baadhi ya marefa wana interest na timu fulani, na hicho sisi kama uongozi wa juu cha kwanza kukemea ni kuondoa interest, kwa sababu unapochezesha lazima uondoe interest. Kwa hiyo sisi kama uongozi tunatikemea kwamba lisifanyike, lakini kanuni, sheria na taratibu, ambapo kabla ya mashindano tunaziweka wazi zile sheria, kanuni na taratibu kwa wahusika, kwamba sheria zetu ni hizi, kanuni zetu ni hizi,
taratibu zetu ni hizi. Kwa hiyo pale wanapotoka nje ya kanuni na taratibu, ndio hatua au kama vile adhabu zinapotokea. Kwa hiyo tutaendelea, kwa sababu lengo na nia na madhumuni ni kuboresha, lakini kwa mwakani pia tutaitanua zaidi, na ni kamati ile ya marefari na tuite kamati ya uendeshaji au kamati tendaji, tutaweza kuipanua ili kuweza kupata testi tofauti na kuweza kuondoa malalamiko au zile challenge ambazo zinatolewa kwa watu ambao wako nje. Lakini lengo, nia na madhumuni ni kufanya kitu kizuri. Asante. Sana. Mimi ni natokea Benz TV. Kwanza nimesema hongera sana kwa mkurugenzi wa Fair Brothers Entertainment. Juzi tu umeonyesha kombe wako baada ya kuchukua tunzo ya heshima kutoka Tanga kwa mwandaaji wa Tanga Awards. Swali langu linasema tumeshuhudia ukiandaa radio competition kwa ajili ya wanawake, lakini pia una Tanga Women Gala ambayo pia ni mwendelezo wa kuwasaidia wakina mama. Kufikiria kwa ajili ya wanawake peke yake. Nishukuru kwa kunikumbusha kwamba kwa kupata tuzo ya heshima, najua watu wote wana heshima, lakini mimi niliwawakilisha kwa wenye kupata heshima. Hii ni heshima kubwa kwa kuniheshimisha. Lakini kama ulivyotangulia kusema awali, tuko na FBRC, tuko na Tanga Women Gala, lakini tunakuja na tuzo. Tuzo zinakuja ambazo ni tuzo gani, wakati gani tutasema, lakini tuzo zinakuja. Asante.